Zikiwa zimebaki siku chache kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani mnamo Oktoba 29 mwaka huu, kamati ya amani wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro inayojumuisha viongozi wa dini, kimila, wakulima, wafugaji na asasi za kiraia wametoa tamko la kuwataka wananchi kujitokeza kupiga kura siku ya 29 Jumatano. Akisoma tamko hilo mbele ya wajumbe wa kamati hiyo, katibu wa kamati Sheikh Abdallah Mazingira anasema kupiga kura ni haki ya kikatiba, hivyo wananchi wameomba kujitokeza kupiga kura ili kupata viongozi. Kamati ya amani ya wilaya ya Kilosa ikijumuisha viongozi wa dini, wazee wa kimila, asasi za kiraia, wakulima, wafugaji na wadau wa amani inatoa tamko rasmi kwa wananchi wote wa wilaya ya Kilosa na maeneo ya jirani kuhusu uchaguzi mkuu wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Namba 1. Wito kwa wananchi kujitokeza kupiga kura. Kamati ya amani inawasisitiza wananchi wote waliojiandikisha kuwa wapiga kura wajitokeze kwa wingi na kwa amani kwenda kupiga kura siku ya uchaguzi ili kuwachagua viongozi wa kipindi cha miaka 5 ijayo. Kupiga kura ni haki ya kikatiba, ni wajibu wa kila raia na ni njia halali ya kushiriki katika ujenzi wa taifa letu. Kila kura ina thamani kubwa katika kuamua mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu, familia yetu na vizazi vijavyo. Tunawakumbusha wananchi kuwa kujitokeza kupiga kura ni kukosa sauti yako katika maamuzi ya taifa. Hivyo kila mmoja ahakikishe anashiriki kikamilifu bila ya uoga wala kusita. Namba 2. Hakikisho la usalama wakati wote wa uchaguzi. Kamati ya amani imehakikishiwa na mamlaka ya serikali kwamba hali ya usalama katika wilaya ya Kilosa ni shwari na itaendelea kuwa shwari kabla, wakati na baada ya uchaguzi, kwani vyombo vya ulinzi na usalama vimejiandaa kikamilifu kuhakikisha kila mpiga kura anatekeleza haki yake katika mazingira ya utulivu, uhuru na amani. Tunawasihi wananchi wote waendelee kushughulika na shughuli zao za uchaguzi kwa utulivu, upendo na kuheshimiana bila kuchochewa na taarifa za uoga au propaganda zinazolenga uvurugaji wa amani. Amani yetu ni tunu ya taifa letu, hivyo tuilinde kwa kila namna na wivu mkubwa. Ikumbuke kwamba vitendo vya uchochezi, vitisho au kujaribu kuzuia wapiga kura wasijitokeze havikubaliki na vitachukuliwa hatua kali za kisheria kwa mujibu wa vyombo vyenye mamlaka ya kulinda usalama. Tanzania ni nchi ya amani na wananchi wa Kilosa wamezoea kuishi kwa amani, umoja, upendo na mshikamano. Hivyo ni mategemeo yetu kuwa hakuna atakayeruhusiwa kuivuruga amani hiyo. Tunatoa wito kwa vijana, wanawake, wazee, viongozi wa dini, wakulima, wafugaji na wadau wote wa maendeleo kuwa mabalozi wazuri wa amani. Hakuna amani mbaya wala hakuna vita vizuri. Amani haina mbadala. Bila amani hakuna kinachoweza kufanyika. Tushiriki uchaguzi huu kwa heshima, tusikilize maelekezo ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya NEC na tuheshimu matokeo yatakayotangazwa kwa mujibu wa sheria. Amani ni urithi wetu, tulinde, tuhifadhi
na tuiendeleze. Naye mwenyekiti wa kamati hiyo Mchungaji Samuel Magawa anasema nchi haiwezi kupata maendeleo kama hakuna amani. Hivyo wananchi wanatakiwa kutunza amani sasa na hata baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka 2025, huku kiongozi wa wafugaji Kilosa Bwana Lowassa Losikila anasema wafugaji wako tayari kulinda amani kipindi chote cha uchaguzi. Pasipo amani hakuna maendeleo. Sasa kama tunataka maendeleo ni sharti, ndio lengo la utu. Tusivuruge amani. Tarehe 29 tunajua ni siku ya kupiga kura, na tuko tayari kwa ajili ya kupiga kura tarehe 29. Sisi kama viongozi wa jamii ya kifugaji tuko tayari kwa ajili ya kupiga kura kwa amani bila vurugu yoyote. Tunajaribu kuhimiza vijana wa mama kujitokeze tarehe 29 Oktoba kuchagua viongozi watakaoongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama viongozi hatuna shida yoyote wala hatuna kiashiria chochote cha uvunjifu wa amani. Tuko tayari kwa ajili ya kupiga kura. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mwarabu Madi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.